ya nini? Haleluya. Wale walikuwa kwenye mkesha kwa mwaka huu, sisi tunaendaje? Nani alikuwa kwenye mkesha? Wangapi anakumbuka tulisema nini kwenye mkesha? Majira na nyakati. Amen. Tulisema mamlaka ya Mungu katika muda. Amina. Tulisema nini? Mamlaka ya Mungu katika muda. Tulihimizana sana kuwa Mungu ameweka vitu vyake vingi katika muda. Kila ambacho Mungu anataka kutenda katika maisha yetu amekiweka katika muda. Kwa hiyo muda na nyakati, muda umewekwa katika mamlaka ya Mungu, na muda unazaa nyakati na muda unazaa majira. Tukasema majira ni mkusanyiko au kipindi kilichobeba tukio maalum kwa ajili ya mwanadamu au kwa ajili ya dunia hii. Mbinguni na majira ni muda wote, ni kusifu na kuabudu, iko constant, haibadiliki. Lakini dunia ina majira na nyakati. Ndio maana nasema sasa ni majira ya kupanda, ni majira ya kuvuna. Kuna majira ya mvua kunyesha na kuna majira ya jua kuwaka. Kuna kila muda na majira yake. Ndio maana unaona kuna majira ulikuwa na afya njema, lakini kuna majira unashangaa unaanza kuumwa. Ni kipindi cha muda fulani ambao ni muda, kusanyiko wa muda. Unaweza kuwa mrefu sana, unaweza kuwa mfupi, lakini umebeba tukio. Na kuna muda ambao mfalme anaweza katawala na kuna muda ambao mfalme anaweza katolewa madarakani. Kuna muda ambao unaweza kutawaliwa na kuna muda ambao wewe unaweza kutawala. Kuna muda wewe kuwa binti, kuna muda wewe kuwa mke wa mtu, kuna muda wewe kuwa mke ambao hujazaa, kuna muda kuzaa, kuna muda utakuwa bibi, kuna muda utakuwa kikongwe. Hayo ni majira ya mwanadamu. Amen. Lakini haya yote yana mamlaka kwa nani? Mamlaka iliyoko ndani ya Mungu. Muda haupiti tu. Ndio maana katika uumbaji wa Mungu, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, kianzia mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Alafu baada ya hapo akaweka nuru. Akaiona nuru ni njema, akaita mchana, alafu ile giza akaliita usiku. Alafu akaanza kuumba, akasema ikawa mchana, ikawa usiku, siku ya kwanza. Majira yakaanza. Sema majira yakaanza. Kwa hiyo kuna majira ya uumbaji wa viumbe vingine, halafu ikafika muda ambao sasa Mungu alimuumba mwanadamu. Katika kila kitu Mungu alichofanya kulikuwa na mamlaka. Kwa hiyo tukasema mwaka wetu huu tuangalie sana muda. Amina. Tutaujali muda. Ni muda ambao tutasoma neno la Mungu, ni muda ambao tutaomba, ni muda ambao tutafakari sana kazi za Mungu, hatutazembea. Amen. Kwa sababu haki za Mungu zimeweka katika majira na nyakati. Ikifika muda wako, hata Mungu ameweka muda ambao mwanamke anaweza kabeba mimba, si ndio? Sasa ikifika muda ule, alafu nyie katika ndoa yenu kwanza ndio mtu amempiga makofi mwenzie, basi unajua kabisa mkeo atabeba mimba, si ndio? Sasa na Mungu naye ikifika muda ambaye anataka kubariki, alafu hauko karibu na yeye, huo muda huo. Kwa hiyo unaweza ukafungua au ukaruhusu kunyang'anya vitu vya kwako kwa sababu ya kutokuwa na umuhimu wa muda, kwamba kila matukio yanayotukia ndani yake kuna muda na kuna nguvu za Mungu. Sasa muda huo unapopita, alafu hakuna nguvu za Mungu, utambue kama kuna kitu chema kilitakiwa kifanyike, hicho kitu kitakupita. Kama ukiwa bize sana na dunia, kiwango cha kusema kwamba niko bize, kwamba sina muda wa kuomba au kusoma neno la Mungu, ninachoka sana,
ujue unapishana na majira na nyakati ya kuokolewa. Tulisoma katika kile kitabu cha, nasitiza hili kwa sababu tutakuwa mara nyingi msingi wa mafundisho maandiko yetu tutakuwa tunarejea kwamba mamlaka katika muda. Amen. Kuna muda hata mchawi akipanga, wanakupangiaga muda wewe kwa kichaa, muda ambao kichaa chako kitakuwa, au muda ambao wewe utasikia upate ajali, muda ambao utasikia wewe usifanikiwe. Wamekuwekea muda hata wa majira utakaokomea, kwamba ni usome mpaka form 4. Hao ni majira walioweka kwamba unaweza ukakua, lakini ukishafikia kiwango hiki cha form 4 cha kidato cha 4 usiweze kuvuka. Ni majira wamekuwekea. Kwa hiyo kila kitu kuna mamlaka yamefanywa, wameweka pale kwamba akifikia muda fulani, kuna watu ukifikia muda fulani, labda hata ukiangalia uko wengi watu wanakufa, au ikifikia muda fulani kila mwaka watu wanakufa, au mkifikia umri fulani mnakuwa na changamoto fulani, aidha magonjwa au ya kiuchumi. Watu wanakuwa matajiri wakiwa vijana, lakini wakifikia uzeeni unashangaa mali zinaisha. Kwa hiyo unamwona hata huyu utaona ikifikia uzeeni atakuwa hana kitu. Sisi kuna jamii tunafahamu hapo, wanaanza vizuri lakini kufikia muda wanachukua majira na nyakati. Kwa kuna mamlaka. Kwa kulikuwa na mamlaka, yani mamlaka imeachiliwa upate mali kwa kijana, lakini unapozeka kuna mamlaka kunyang'anya inaachiliwa. Sasa ukiweza kumiliki muda pamoja na Mungu, Mungu hana majira ya wewe kukutesa. Utajiri wake, mafanikio yake, hatua zake ni za milele, kwa sababu yeye yupo leo, yupo kesho na milele, na alikuwepo jana, habadiliki. Haleluya. Amen. Ile kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 7. Iki wapi kinawashwa? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 7. Basi walipokutanika wakamuuliza kusema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Baba aliyowaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwamba je, wanauliza, je, Bwana, wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Wakati huu. Wameuliza wakati, alafu kataja na ufalme. Walikuwa hawana ufalme, wanatawaliwa na Warumi. Kwa hiyo wao wanawaza wakati huu, yani huu muda, majira sasa yamepita. Je, ni muda wa mabadiliko wa majira kwetu? Ni muda wa mabadiliko wa majira kwetu, kwamba sasa hatuwe watumwa, tunakuwa wafalme? Hapana. Yesu akamwambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Haleluya. Amen. Sema, tuna mamlaka katika mwaka huu. Tuna mamlaka ya nyakati na majira. Nashukuru nyimbo zilizoanza, ibada iliyoanza, watu walikuwa wanataja ufalme, mamlaka, kumiliki, kutawala. Ni Bwana wa Bwana, ni mfalme. Na atukuzwe. Yani tumeimba sana juu ya ufalme. Amen. Lakini tuligusia katika kile kitabu cha Daniel sura ya 2 mstari wa 21 kuonyesha kwamba kweli Mungu ana mamlaka katika majira na nyakati. Katika kile kitabu cha Daniel sura ya 2 mstari wa 21 neno la Mungu linasema, yeye hubadili majira na nyakati. Daniel sura ya 2 mstari wa 21. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri,
Huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake. Kwa hiyo huyu Mungu anaweza kubadilisha majira na nyakati. Sawa? Kwa hiyo si lazima kwamba kuna nini kinafanyika. Inamaanisha kwamba kuna wakati unaweza kupanda hata wakati wa kiangazi na Mungu akabadilisha ukapata mavuno wakati wa kiangazi. Kuna kipindi unaweza kupanda wakati wa mvua na Mungu akabadilisha. Kwa hiyo nyakati zako za kuinuliwa anazo Mungu. Nyakati ambazo walikuwa wamekusudia kukuua, Mungu wa kubadilisha majira na nyakati, anaweza kubadilisha majira akufa wewe akaweka majira wewe kwa hai. Ndio maana yake Mungu wa majira na nyakati. Majira waliokuwa wamepanga kwamba huyu mwaka huu tutamfukuza kazi. Yaani hiyo ni majira. Kwa haya majira yalikuwa yanakuja kwako. Tumesema ni majira ya vuli au majira nini? Ya kiangazi. Kwa hiyo yalikuwa yanakuja majira ya kuangamizwa kwako. Kwa Mungu anabadilisha hayo majira. Hayao ya kuangamizwa yakawa ya kuinuliwa. Kwa tunaposema huu mwaka kwamba ni mamlaka ya Mungu, maana yake tukikaa vizuri na Mungu, Mungu anabadilisha majira na nyakati kwa ajili ya wema wetu. Amen. Na kuachilia mema katika maisha yetu. Tunapojali muda, tunapoheshimu muda, kila kinachopita na kumpa Mungu. Usiipe kazi yako muda kuliko Mungu. Usiipe tamaa yako muda kuliko Mungu. Usiupe mwili wako muda kuliko Mungu, kwa sababu mwili hauna mamlaka, kazi yako haina mamlaka. Mwenye kubadilisha majira na nyakati zako ni Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo Mungu anaweza kubadilisha. Anasema anaweza kuuzuru wafalme. Yaani manake anaweza kufanya waizuru, kuwavua utawala wao. Alafu anasema anaweza kuwamilikisha wafalme. Kwa Mungu anaweza kaamua katika majira haya nani awe mfalme na katika majira haya nani atoke. Ukiwa na Mungu wa namna hii, ukatembea naye katika maisha, kuna mabadiliko yanaweza katokea kumshangaza watu. Kwa sababu si wewe wala si wao, bali ni Mungu aliye. Na ndivyo tunavyotamani mwaka huu Mungu atutendee. Natamani watu tumjue Mungu kwa kiwango hicho, alafu tutembee naye kwa kiwango hicho. Tuna uwezo wa kufungua malango ambayo si mwanadamu anafungua, bali Mungu mwenye kabisa anaweza kubadilisha majira. Inawezekana uko wewe unapita katika majira ya mateso, laana. Kila anayezaliwa ana magonjwa fulani, kila anayezaliwa lazima apitie maskini, kila anayezaliwa afanikiwe katika kitu fulani, kila anayezaliwa, kila aliye katika ukoo huu ana ukoo fulani. Lakini Mungu wa majira anaweza kubadilisha majira na nyakati. Anaweza kufanya wewe tofauti, kwa sababu majira hayo anaweza kujibadilisha. Ile mienendo iliyozoeleka katika familia zetu, umiliki uliozoeleka, ufalme uliozoeleka katika nyakati za maisha yenu, nyakati za mababu, nyakati za majira haya, Mungu anaweza kubadilisha ukawa kitu kingine. Ni Mungu wa majira, anaweza kubadilisha majira na nyakati. Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Tuna nyakati ambazo zinaitwa 2026. Lakini majira ya nyakati hizi 2026 katika maisha yetu, Mungu tunamwamini atabadilisha kwa ajili. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Na tunapoanza sasa, leo tunakuwa tunafundisha wale ambao wako kwenye mkesha kwamba sisi tuna mamlaka, yani tuna mamlaka katika majira na nyakati ndani ya Kristo. Amen. Tuna mamlaka. Hatusubiri iwe tarehe moja tupangiwe upya. Tunaelewana? Yaani hatusubiri iwe tarehe moja Januari tena tuanze kupangiwa upya. Hata mwaka unaendelea, Mungu anaanza mwaka mpya. Na tukasema mwaka mpya kwa Mkristo unaanza pale mabadiliko ya maisha yanapoanza. Aliwaambia wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa kwanza kwamba mwezi huu utakuwa mwanzo wa mwaka. Utakuwa mwanzo. Kwa nini? Kuna mabadiliko walikuwa wanafanya. Wanatoka utumwani, wanaingia kwenye nini?
Wenye uhuru wanatoka katika utumwa wa Farao, utumwa wa Misri, wanaanza safari ya kwenda kumiliki. Wanaambia sasa huu utakuwa ni mwanzo wa maisha, mwanzo wa mwaka kweli. Watu wengine wanaendelea kama kawaida, lakini wao wameambiwa itakuwa ni mwanzo wa miezi, mwanzo wa miaka kweli. Hata katikati ya mwaka huu anaweza kuanza maisha mapya, anaweza kuanza mwanzo mpya. Tunaelewana? Unahitaji kutembea na Mungu katika majira na nyakati, mpaka majira yako. Kila ambacho kimebebwa na muda ambao tunakusudia nacho. Sasa Januari hii tukisimama sasa na neno, tunajifunza nguvu ya kuchukua, nguvu ya kuchukua ahadi, nguvu ya kuchukua ahadi zako katika Kristo, nguvu ya kuzichukua ahadi zako katika Kristo. Maisha ya Mkristo ni maisha ya kuishi kwa ahadi. Unaishi kwa nini? Kwa ahadi. Alafu hizo ahadi, ndio maana sasa tunaambia tutaishi kwa imani. Imani inakupa kusubiri, alafu inakupa kutenda ili kuweza kuchukua. Lakini sifundishi imani, nasema nafundisha nguvu ya kuchukua ahadi zako. Kuna watu na ahadi za kuwa matajiri, lakini umeshika umaskini. Kuna watu na ahadi ya kuwa na afya njema kabisa, na uishi miaka mingi ukiwa na afya njema, lakini umeshikilia magonjwa. Kuna mtu una ahadi ya kuzaa sana, lakini yamkini hasa au mpunga. Lakini kuna nguvu ya kukuwezesha kuweza kushika kile ambacho ni chako, na hicho ndicho tunatembea nacho Januari hii, ili mwaka huu uweze kutuzalia matunda. Tukamate zile ahadi kila inapokuja majira. Nikipita majira kusoma, nikiingia majira kuajiliwa kwenda mamlaka ya Mungu. Nikiwa binti, wakati nikiwa mtoto mchanga au binti akiwa binti, katika nyakati hizo za ubinti ni vizuri, yanapokuja majira ya kuolewa kwenda mamlaka ya Mungu. Ukiwa ni kijana au ni mtoto mdogo, unakuwa sasa unataka kuanza kumiliki, kutawala. Majira hayo yatakapofika, nyakati hizo unapotembea, majira yanayokuja wewe kwa mtu mzima kuanza biashara, kuwepo na mamlaka ya Mungu katika kila utakachoanzisha. Na utaona sasa Mungu anaanzisha mambo mapya. Sasa tunaanza, hatuwezi kufanya haya yote bila kujiona. Na katika kuchukua haya yote ambayo ni ahadi zetu, tutahitaji mikono yetu iwe na nguvu. Mungu anaweka nguvu mkononi mwako. Mungu anaweka nguvu mkononi mwako. Sema mkononi. Sema Bwana Yesu, naomba iweke nguvu mkononi mwako. Mkono mwilini, mkono mwilini na rohoni. Nguvu zako ili nizishike ahadi zako. Jinsi ulivyoniumba, yale ulioniumba nayo, mkono huu uyashike, uyamiliki, uyatawale kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa kabla tujaomba ombi hilo la kuachilia nguvu mkononi, nataka kwanza tumjue Mungu. Hakuna chochote unachopewa na Mungu bila wewe kumjua. Unahitaji kumjua Mungu ili kushika ahadi zako. Tutaanza na kile kitabu cha Yohana, Injili ile ya Yohana, sura ile ya 17 na ni Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Tutaanza na kitabu kile cha Injili ya Yohana
sura ya 17 mstari wa 3. Nasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli. Tunahitaji kumjua Mungu wa pekee. Haleluya! Tunahitaji kumjua Mungu wa pekee. Ishike kabisa hili, tunahitaji kumjua Mungu wa pekee na wa kweli. Mungu wa pekee na wa kweli. Vitu vya watu wengi vinakufa kwa sababu hawamjui Mungu wa pekee na wa kweli. Biashara yako, kazi yako, afya yako, yale uliyoahidiwa na Mungu ambao unayaona yapo yatakayochukua nazo usiyapate kwa sababu hujamjua Mungu wa pekee na wa kweli. Jipe assignment kabisa kwamba nataka nimjue Mungu wa pekee na wa kweli. Neno linaposema Mungu wa pekee na wa kweli, maana yake wapo miungu mingine na wa uongo. Kwa kuna hatari ukafikiri unamjua Mungu kumbe unajua miungu, na kuna hatari ukafikiri unamfuata Mungu kumbe unaifuata miungu. Kwa hiyo unapotaka Mungu awe na mamlaka au mamlaka ya Mungu ihusike katika kila hatua na muda ambao unatembea, lazima huyu Mungu wa pekee na wa kweli umjue. Mungu wa pekee na wa kweli. Kuna miungu mingi na watu wanaiabudu na ina uwezo wa kutenda kwa kiasi fulani, lakini nataka nikutangazie sifa za Mungu ambaye tunamwabudu, sifa zake huyu Mungu tunayemwabudu, na jinsi ambavyo unavyoandaa unapomwabudu Mungu huyo unayesema amekutendea. Hata kama amekutendea muujiza, inabidi umuulize, mlinganishe na Mungu wa pekee wa kweli. Kama hana sifa za huyu Mungu wa pekee na kweli, hata kama atakuwa amekutendea kitu kwa sasa, ujue kabisa ni katika uharibifu wako. Hakuna uzima, na uzima wa kweli na uzima wa milele ndio huu. Tunahitaji kuwa na uzima wa milele. Hiki ndicho tunatakiwa utambue. Inapotajwa uzima wa milele, haimaanishi uzima wa mwili huu unaokufa. Ni uzima ambao hauna mwisho. Sasa uko hapa duniani au hauko duniani, inamaanisha kuna uzima wa milele. Unamiliki huu mwili au umetoka ndani ya huu mwili, unahitaji kuwa uzima. Na hii uzima tunaozungumzia unahitaji kumjua Mungu wa pekee na wa kweli. Kama Mungu unayemjua si wa pekee na si wa kweli, maana yake kuna muda hautakuwa hai. Kuna muda hautakuwa hai, kwa sababu neno limesema uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli. Ndipo kuna uzima. Kwa haijalishi unafurahi kiasi gani sasa hivi, haujalishi una amani kiasi gani sasa hivi, lakini ni Mungu yupi unashirikiana naye, na unamjua Mungu yupi baada ya umilele. Watu hatujai kupiga mahesabu ya umilele. Ujue watu tunapiga mahesabu ya miaka 70 tunaishi hapa duniani, na ndio sehemu kubwa tunahangaika nayo. Watu 99% tuko busy, tunatumia akili zetu kuifahamu dunia iliyobeba miaka 70, lakini hatuna uwezo wa kuijua kweli iliyobeba umilele wetu, uzima wa milele. Hatujui kwamba huu mwili nimejenga nyumba, ndio kuonekana ni tajiri. Unaweza kuwa na magari, ndio kuonekana kwamba ni tajiri. Unaweza kuwa na elimu kubwa sana, ndio kuonekana umesoma sana, lakini kama ni kwa ajili ya dunia hii peke yake, kumbuka hivyo vitu vyote baada ya muda vinakatwa kama matawi.
utaondoka au utaondoka na elimu. Kuna kipindi hiki kichwa kitakufa, kitazimia. Kuna kipindi akili yako haitakusaidia, maana haitafanya kazi huko unapokwenda. Kuna kipindi degree ulionayo haitakusaidia kwa sababu haifanyi kazi huko unapokwenda. Kuna kipindi nyumba ulionayo haitakusaidia kwa sababu haihusiki huko unapokwenda. Hauhitaji huko unapokwenda. Kwa unapokuwa unaishi, lazima hakikisha unalinganisha ya sasa na yajayo. Kuna muda utafika, hivi vitu tulivyo navyo tunavyofanyia vinavyosababisha tunauana au watu wanaugana au watu wanapata wivu au mtu akakata tamaa. Kwa sababu watu wengi wanakata tamaa si kwa sababu wamemkosa Mungu, ni kwa sababu wameikosa dunia. Mtu amekata tamaa, amejitukia, ni kwa sababu kuna kitu cha dunia anapambana nacho, si kwamba anapambana na kitu cha dunia. Amekata tamaa kwa sababu ya kitu ambacho anashikilia kina uzima ndani yake. Lakini neno linasema utakapomjua huyu Mungu wa pekee na wa kweli, uzima wa milele uko ndani yake. Na sifa kubwa sana ya mtu aliyeokolewa ni mtu anayeangalia umilele. Haujafikia hatua ya kuweza kutazama umilele, bado akili yako haijakombolewa. Kama umeokolewa, chochote unachokifanya, maamuzi ya wokovu wako ni ndani ya miaka hii 70, miaka 100, hata kama ni kurejea 200 unaishi. Hata kama tukusifu umeishi miaka 150, wao walioishi miaka 900 wanadamu wa kwanza hatuwakumbuke kama. Sifa ya kwanza ya mtu aliyeokolewa ni mtu ambao macho yake yameondolewa upofu, anaweza kauona umilele. Na umilele unapatikana mbinguni, katika mbingu ambapo Mungu wa pekee anakaa. Mungu wa pekee, sio Mungu wa babu yako, sio mizimu, sio mchawi, sio mdambikaji, sio mganga, sio mfuga majini. Ni Mungu wa pekee na wa kweli ambaye atakaa na watu wake. Tunapotafuta kwanza, tuangalie huu, macho yafunguke, tuangalie umilele. Tuangalie umilele. Imani yako isipokuwa katika umilele, hata yu Mungu ni muda mfupi tunamdharau. Dunia imemdharau Mungu kwa sababu haiangalii umilele. Imefikiria kuishi hapa, nikisha kufa imeisha. Lakini sisi tuna imani katika ufufuo. Na neno la Mungu linaendelea kusema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Lazima mjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu aliyetumwa. Amen. Sasa Yesu alitumwaje? Hilo ndio somo jingine, somo refu tu. Alitumwaje na unamjuaje? Nishawaambia kwa watu wengi wanamjua Yesu aliyechongwa akawekwa msalabani. Yesu aliyekuwa kwenye picha tunayemwona, Yesu yule mtu aliyeigiza movie ya kwamba ni Yesu anaongea pale, wanasema ndio Yesu huyo. Kuna zaidi ya hapo. Huyu ni Mungu wa pekee mwenye aliyebeba uzima wa milele. Unatakiwa uelewe, si kwa akili, kwa matendo na imani yako. Ufuate na kubadilisha mwenendo. Unasema huyu mtu anamwelewa Mungu. Haleluya. Hapo kuna nini? Kuna uzima. Wangapi unapenda wewe na uzima? Maana sio nakuhubiria watu vitu ambavyo haviruhusu. Kuna mtu uzima wa milele unamruhusu. Kuna mtu anapenda ishi milele, uishi mbinguni baada ya kufa. Kuna mtu anatamani kwenda huko. Mjue Mungu. Na hiyo tumaini lako kuu kabla ya mengine yote. Kabla mengine yote, kwanza tumaini lako kubwa liwe. Hatuwezi tukafundishana faida za Mungu hapa duniani endapo hauna tamaa au hautamani kukaa na huyu Mungu milele. Haya kuhusu. Haleluya. Vinginevyo unatakiwa kutafuta waganga kienyeji
wala watakupa ilizi, watakutambikia, hawakuambii swala la uelewa, wanakuambia masuala ya duniani. Basi hakuna mganga anayefundisha. Ulishaenda kwa mganga akwambia uelewe? Mimi nishaenda kwa mganga, wala mimi sijaenda. Nimezaliwa kwenye familia ambayo si ya Kikristo, familia ya kipagani, kwa nimeshuhudia uganga. Hakuna mganga anayekwambia kuna kwenda mbinguni. Mganga hakwambii baada ya mwili huu kuna uzima tena. Akili yake yote imeishia hapa. Anajua mafarakano, anajua mali za dunia hii, hivyo ndivyo anavyojua. Zaidi hapo hana anachokijua. Mambo mengine rohoni hayajui, yamkini anafahamu na kuficha. Anajua utaenda huko, maji anajua anakuelekea. Na kumjua Mungu tunahitaji kuzijua njia zake. Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Kumjua Mungu. Unaweza kwa sababu kumjua Mungu kama ni kwa akili tu, kwamba kwa akili tu hata shetani anamjua. Unaelewa? Shetani anafahamu kabisa yuko Mungu. Na wengi hata mnafahamu kabisa yuko Mungu mbinguni. Watu wengi wanajua yuko Mungu mbinguni. Lakini huyu Mungu na njia zake, na unaposema njia za Mungu maana yake wewe na njia za Mungu. Unaelewa? Sio mkusanyiko wa watu na njia za Mungu. Mtu anayemjua Mungu maana yake anafikia kipindi yeye na njia zake pamoja na Mungu. Sio mkusanyiko wa watu na njia za nani? Za Mungu. Watu wengi tumejificha kwenye makusanyiko na tunajisifu kwa sababu ya makusanyiko. Tutajisifu dini yetu, tutajisifu madhehebu yetu, tutajisifu familia zetu. Tutajisifu mdogo wako ni mchungaji, tutajisifu babangu mimi ni mchungaji. Lakini kumjua Mungu kunakuhusu wewe na njia zako pamoja na Mungu. Kitabu cha Kutoka sura 33 mstari wa 13. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako. Huyu ni Musa anaongea na Mungu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Basi nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, unionyeshe njia zako. Kwa tunaposema hiki ni kipindi cha neema, haleluya. Tunaposema ni kipindi cha neema, kwamba ni kwa neema tunaokolewa, basi neema huja na njia za Mungu. Tunaposema huyu mtu neema ya Mungu iko juu yake, basi tuna uhakika kabisa huyu mtu anazijua njia za Mungu. Mtu ambaye bado hajazijua njia za Mungu, hatuwezi kumwita huyu mtu ana neema ya Mungu. Hatuwezi kumkuta mtu guest anazini, alafu tukamuona labda anaendesha magari makubwa au anamiliki nyumba kubwa, tukasema huyu mtu neema ya Mungu iko juu yake. Kwa sababu njia anazoziendea sio njia za nani? Tunaelewana? Wangapi wananielewa? Kwa hiyo hatuwezi kukuta mtu anaiba au tukasema huyu mtu ana neema. Hatuwezi kukuta mtu kinywa chake kinatoa matusi alafu bado tunasema huyu mtu ana neema, kwa sababu ya kuangalia mambo mengine. Tunasema huyu mtu ana neema. Hatuwezi kusema familia hii ina neema wakati inatambika, wakati inazindika. Manake mtu yeyote ambaye tunasema neema anayo wake. Hapa Musa anasema ikiwa nimepata neema nijulishe
unionyeshe njia zako. Kuna mtu ana neema ya Mungu, hebu kila mtu kwa macho niangalie, hata kama unaniombea. Haleluya, nyosha mkono namna hii. Kuna mtu unaamini neema ya Mungu kwa juu yako, mwambie Mungu, neema yako inifundishe njia zako. Neema yako inipe kuzijua njia zako. Neema ya Mungu ikuonyeshe njia, yaani itakufunulia. Nasema haya kwa sababu hata sisi tukiwa tunaomba na mke wangu katika safari hii ya utumishi, na Mungu anatuambia, nataka mfanye 1, 2, 3. Hizo ni njia za nani? Za Mungu. Kwamba sasa kama hiyo neema utumishi ipo, maana lazima nijue njia zake. Kama Mungu anasema atakupa utajiri, atakuinua kazini, atakuinua katika biashara yako, atakuinua katika kilimo, mwambie njia zako ni zipi. Utasikia Mungu anasema, nitakapokubariki usinisahau unitolee sadaka. Tunaelewana? Uache uovu. Hakuna sauti ya kubarikiwa bila kukwambia uache uovu. Kwa hiyo mwaka huu kama tunataka kutembea majira ya Bwana, ni mwaka wa kanisa kujitakasa. Ili mamlaka ya Mungu itembee katika maisha yetu, lazima tu watu wa kujitakasa, watu wa kujikatalia uovu, watu wa kushika lililo jema, ambao linapata kibali kwa Mungu. Kuongea kwetu Mungu aweketiki. Mahali tunapokuwa Mungu aweketiki. Tunashinda night club, alafu asubuhi tuko kanisani, alafu tunasema Mungu abariki. Hatuwezi tukawa tumesimika mikuki ya kiganga nyumbani, alafu asubuhi tunakuja kanisani tunasema Mungu achie baraka. Hatuwezi kuwa tunashiriki aina ya matambiko na mila na tamaduni za ukoo, alafu tunasema Mungu achie neema. Utapishana na majina. Mamlaka ya Mungu itaondoka katika kile unachofanya. Tunahitaji kuhakikisha kwamba kweli tumemjua Mungu na njia zake. Kwa mtu aliyemjua Mungu atazijua njia zake. Unapokwenda nyumbani wanatambika, mtu aliyezijua njia za Mungu atasema hicho si. Wanataka nikwambie mtu ambaye alijua njia za Bwana. Wanataka nikwambie mtu aliyezijua njia za Bwana. Walikuwepo Meshaki, Shadraka na Abednego. Tunafahamu walienda mbele na Nebukadneza, sio? Akawaambia wasujudia nini? Sanamu. Mtu asiyemjua Mungu ataisujudia, kwa sababu sauti inamwambia ni sauti kuu, ni sauti ya mfalme. Wale vijana kwanza waliambiwaje? Waandaliwe chakula kizuri sana, wale wanenepe, ngozi zipendeze, alafu waje waletwe mbele ya mfalme. Walikataa chakula cha mfalme, chakula kizuri chenye kupendeza, wamependelewa kuliko watu wengine, wakakae mbele ya mfalme, chakula cha kifalme. Si kila chakula cha kifalme ni neema, vingine ni kazi. Sasa wewe chakula unachokula ni cha kifalme au ni mtambo uliotoka kwa Mungu? Wewe chakula mwambie chakula unachokula ni cha kifalme, yaani namaanisha ufalme usio wa Mungu, au unakula mtama ambao una kibali kutoka kwa Mungu? Wakakataa. Hatua ya kwanza akasema, wakajaribiwa katika hilo, wakapendeza kuliko wale waliokula chakula cha mfalme, na walipopelekwa kujaribiwa walionekana bora kuliko wale wengine. Kwa si chakula kinachoingia tumboni kinachokupa nguvu, bali nguvu kutoka Mungu kwa Mungu aliye hai inakupa nguvu. Mamlaka iliyo katika hicho unachokula inakupa nguvu. Unaweza ukala chakula kinaonekana kizuri kinakuletea magonjwa, ukala chakula kinaonekana cha ovyo, pamoja na mkono wa Mungu ukapata nguvu ya uzima hata katika afya yako. Ilipofika mara ya pili ikatengenezwa ibada, na wewe unaendeleza ibada, ukasema sasa nisujudie. Kila mtu atakaposikia kengele imegongwa apige magoti asujudi mbele ya sanamu, hawakusujudu. Ilikuja kwa hali ya kawaida, hawakusujudu. Akarudia mara ya pili kutoa amri ya moto,
kwamba atatupwa kwenye tanuru la moto na moto ukaongezwa. Akamwambia mfalme, hata kama iwe, hata kama Mungu hatatuokoa, hatutaisubiria sana. Hawa watu walijua Mungu, walijua maisha ya sasa, wakajua na maisha ya milele. Siwezi kujizuia mwili usife sasa alafu nikapoteza maisha ya milele. Hawa watu walimjua Mungu na uwezo wake. Natamani tumjue Mungu kwa kiwango hiki, kiwango ambacho matendo makuu yatatokea. Ni kiwango ambacho unamjua, unatembea naye Mungu, unajikatalia mambo kiasi kwamba kila unalofanya kuna malaika wakuzunguka. Ilifikia kipindi sasa malaika wanaingia kwenye moto. Kuna kipindi unajikatalia maovu mpaka malaika ndio wanaokuzunguka katika hali unayopitia. Yaani unalala njaa lakini malaika wanakulisha. Unalala njaa lakini haufi. Kuna jitu ambalo linakula kila siku wala shetani zamani wa kuita hivyo. Lakini akishinda njaa siku moja tu, kesho hawezi. Lakini kuna watu wanafunga siku 7 na wananyanyuka. Ni kwa nini? Kuna malaika katika kila ujibu. Hata Yesu alijaribiwa pale msalabani, sio msalabani, alipobatizwa akaenda jangwani, akajaribiwa na shetani. Akajaribiwa mara 3. Baada ya kushinda ile majaribu 3, neno Mungu anasema malaika wakaja wakamtumikia. Unahitaji malaika wazunguke maisha yako. Unahitaji malaika wazunguke maisha yako. Unajua nini cha kufanya? Unahitaji malaika wazunguke maisha yako. Kwa kila sehemu utakapokuwa, kila unachokifanya, malaika wazunguke maisha yako. Jikatalie uovu. Jikatalie uovu. Ukimjua Mungu utakataa kila aina ya hofu kwa gharama yoyote ile, kwa sababu kuna utukufu mkuu katika maisha yako. Malaika wakija wana nguvu kuliko watu wakija, kuliko vitu vikija. Natamani mjue Mungu namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Tunaye Mungu mwenye nguvu sana. Tunaye Mungu mwenye nguvu sana. Alafu Mungu hategemei vitu. Hategemei akili yako. Kwa sivyo kaona. Kuna baadhi ya watu na wanaga hata mashuleni. Mabinti kwa sababu umesahau kusoma, mwalimu anakutishia mpaka unaamua kumvulia nguo. Ili mradi tu upasi hilo somo. Wengine hapa wanaokoka, wanasema ngoja nifanye hivi nipate hiki kitu. Nataka nikwambie hicho kitu ulichokipata malaika walikiachia. Ilikuwa ni jaribu lako. Kama Nebukadneza aliwajaribu Meshaki, Shadraka na Abednego, kwa sababu alijua Mungu alisema hata sitokuokoa hata kuingia. Usipokuwa tayari kuingia kwenye tanuru la moto binti, usipokuwa tayari kuingia kwenye tanuru la moto kijana, malaika wataondoka. Ukijaribiwa ukashindwa, malaika watakutumikia. Ukishinda jaribu, malaika watazunguka maisha yako. Unachagua ni maisha yapi unataka uishi. Maisha ya kubeba kifalme, mfalme wa kuzimu, mfalme wa Nebukadneza, au maisha ya kubeba nguvu inayozungukwa na malaika. Na hiyo itaamuru mambo mema katika maisha yako. Na kuweka sawa kwa ajili ya ahadi za Mungu ambazo zimeahidiwa katika maisha yako. Hatuzichukui kila ile mambo. Zinachukuliwa kwa mamlaka. Zinachukuliwa kwa mamlaka. Na mamlaka hii inakuja kwa kumjua Mungu wa pekee. Huyu Mungu wa pekee na wa kweli. Mungu wa uongo akimwambia fanya chochote unasema siwezi kumkosa Mungu wangu. Kuna watu wengine walimjua Mungu wa kweli na ahadi zake mpaka wazipata. Yusufu aliuzwa, akaenda kwa mke wa Potifa, akakataa, akasema chukua koti, niko tayari niende gerezani. Pote ya mbali alianza kusema sasa nimekimbia, nimwachia koti, ngoja nirudi nifute kesi bosi wangu asikie. Lakini alijua hata mume wake akijua hana uwezo wa kumwadhibu kama vile Mungu angemwadhibu wakati wa msiba. Mume wake anaweza kashuhudia roho na akawaamini, akanipiga risasi. Risasi ya mtu kinipiga nikafa ni tofauti na Mungu akinionyesha mkono kwa sikutaki. Ni afadhali ufe Mungu anakukubali kuliko kuishi wakati Mungu anakutaka. Kwa hiyo lazima tumjue Mungu kwa kiwango hicho ili mambo makubwa yaende kutokea katika maisha yetu. Kuna mtu anahitaji mambo makubwa yatokee katika maisha yake. Una imani gani juu ya Mungu huyu? Unamjuaje huyu Mungu wako? Unamjuaje? Kuna watu wanaongea Mungu kwa aina 3.
kwamba Mungu aliumba, kwamba tunamjua ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Tunafahamu sisi wote tumeumbwa na Mungu, watu wanajua. Kuna watu wanamjua Mungu kama mtenda miujiza. Kama mtenda, tunapozungumzia miujiza ni katika dunia hii, kwamba naweza nikatembea katika maji, kwamba naweza nikapaa, kwamba Mungu anaweza akatenda miujiza. Mwanamke hata aliyekoma katika siku zake kama Sara akapata mtoto. Mungu anaweza akatenda miujiza, maji yakajitenga. Mungu anaweza akapasua mwamba ukatoa maji. Mungu anaweza akakupa chakula hata bila, yani ukashangaa aliwalisha wana wa Israeli kwa kushusha chakula kutoka mbinguni kwa muda miaka mingapi? Wale watu kwa muda miaka 40, si ndio? Wanakula chakula mpaka kila siku, wanakula inashuka, wanaokota asubuhi, wanakula wanaachana naye, kesho tena wanaokota. Ilikuwa inatoka wapi? Nani alikuwa analima huko mbinguni? Atujue Mungu alikuwa anashusha. Sasa ni swala kujiuliza, huko kuna mtama, huko kuna nini? Kwa nini ilikuwa inatoka wapi? Wala walikuwa Mungu anafuga juu huko. Mungu anaumba vitu kwa neno lake. Alitamka wawepo ndege wa angani, wawepo. Kwa hiyo anaweza kutamka ndege wawepo hapa, wawepo. Sasa kuna watu wanaamini Mungu kwa mpaka huu, na wengi, 90% ya Wakristo tena waliokoka tunamwamini Mungu kwa kiwango hiki cha miujiza. Tunaishia hapo kwamba muujiza huu wa kututendea hapa duniani, na ndio leo tunaangalia sana. Tukienda kumwambia leo kuna hiki Mungu anatendea, yes, hapa ndio Mungu. Kesho utafanya hiki, kesho utapata mwanaume, kesho utapata mke, kesho utapata kazi, kesho utapata hela, kesho ndio hicho duniani. Sema duniani, sema muujiza wa duniani, muujiza wa duniani. Na tumemfanya Mungu wa kutupatia tu vitu vya duniani, tumesahau milele. Watu wachache sana waliokaa mkapiga habari za swala la maisha yajayo ya milele. Angalia hata siku hizi tunapofundisha wachungaji wengi, Mungu wetu ni Mungu ambaye anaweza kukupa ufahamu, ukatawale kazi, ukatawale biashara, ukatawale. Mungu akakuinua, Mungu akakufanya nani? Yaani tumepotelea hapo. Ule wokovu wa kwanza tumeanza kuupoteza. Tumaini ambalo watu wengine walikuwa nao, wakakataa vitu vya dunia, wakasema sisi kwetu ni Mungu. Tumeikataa kwa nguvu zote. Sawa, wenyewe walisahau vitu hivi vya duniani na bado hapo ni vyema kwa navyo. Lakini sasa sisi nao tumekuja kwa spidi kuwa tumekataa kabisa maisha ya milele. Nikija kanisani wananifundisha mambo kwenda mbinguni, hauniambii kesho nitakula nini, na achana na wewe, hiyo Mungu naachana naye, na tafuta Mungu leo atakayenipa zile nini. Haijalishi kesho mimi nitaenda motoni, ili mradi kanipa kula leo. Sema hicho ni chakula cha mfalme Nebukadneza. Chakula chochote usichojua huyu Mungu aliyekupa ni wa milele au ni Mungu ambaye anaishia duniani, anakuharibu. Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Tunahitaji kumjua Mungu mwenye nguvu. Na nataka tusome katika kitabu cha Ufunuo. Nataka tuone uwezo wa Mungu. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 8, afu tusome mstari wa 17 mpaka 18. Kitabu cha Ufunuo. Hapa na kufundisha tu kumjua Mungu. Amen. Hatujaingia bado kwenye nguvu, na jinsi tunavyoendelea kujifunza sasa jinsi nguvu hii tujue, tunapomtaja huyo Mungu anayetutendea tu tunajua uweza wake na jinsi ya kukaa kwake. Tunadai Yesu nitendee, Yesu mwenyewe mjui na ujue nataka ufanye nini. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kwa upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Yeye asomaye
na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Inawezekana nawe ni kanisa lako, au kama sasa nawe ni kanisa la ujumbe huu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyepo. Hapa tunataka usikie ukuu wa Mungu. Neema na iwe kwenu na amani. Sasa tulijifunza katika kile kitabu cha Kutoka sura 13 mstari wa 13, sura 13 mstari wa 13 kwamba Musa alimwambia Mungu, kama amepata neema mfundishe njia zake. Na hapa anaposalimiwa Yohana, anaposalimia makanisa anasema neema na iwe kwenu. Kwa kama tuna neema lazima tujue njia za Mungu. Bado nataja neema. Kama popote napotaja neema, manake kama Musa alivyosema, kama kuna neema ni lazima kuzijua njia za Mungu. Neema na iwe kwenu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyepo na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi. Neema zinatoka kwa aliyepo na aliyekuweko na atakayekuja. Sasa huyu Mungu anayekuja mara nyingi watu tunamsahau. Tunamjua Mungu aliyekuwepo, aliumba mbingu na nchi, na aliyepo anayetenda miujiza, lakini tunasahau mara nyingi atakayekuja. Sasa atakujaje? Ni swala la kujiandaa. Kwa mtu anayefahamu kwamba atakuja, huwa naye anasubiria, na jinsi anamsubiria. Sijui kama unamsubiria mwenzio, wewe unamsubiria anayekuja. Unamjua huyo anayekuja? Ina maana alikuwepo na atakuja tena. Na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele za kiti cha enzi. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Kwa Yesu anatupenda na anatuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu. Naye ni Baba yake. Utukufu, ukuu na utukufu na ukuu kuna yeye hata milele na milele. Na anaweza kusafisha dhambi zetu, na anaweza kutufanya kuwa ufalme na makuhani. Haleluya! Kwamba Mungu tunayemwabudu anaweza kukufanya kuwa ufalme na kuhani. Anaweza kukufanya, sema anaweza kunifanya niwe ufalme. Sasa ufalme ni aina ya nguvu ya kumiliki na kutawala. Yaani anaweza kukufanya kama humiliki kitu sasa hivi, yani huyu Mungu unayemwabudu anaweza kukufanya ukamiliki. Anaweza kukufanya kubadilisha majira na nyakati. Anaweza kuujua ufalme, alafu anaweza kumilikisha ufalme. Kwa anaweza kumtoa ufalme akakuweka wewe, lakini anaweza kubadilisha majira yako kwa ufalme. Kila eneo la maisha linahitaji ufalme. Kwa anaweza kukupa nguvu ya kifalme. Amen. Anaweza kukupa nguvu ya nini? Ya kifalme. Anasema tazama yu aje na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Na amina, hao waliomchoma. Kwa kuna majira ya kumchoma Yesu. Kuna watu mpaka sasa wanamtukana. Kuna watu wanamtukana tu, wanadhihaki kila wanaweza kudhihaki. Lakini ipo siku na inaandikwa, tazama yu aje na mawingu, na kila jicho litamuona, hata wao wanaomdhihaki watamuona. Na hao waliomchoma na kabila zote za dunia watamuona. Wataomboleza kwa ajili yake, wataomboleza. Kwa sababu, kwa nini waomboleze? Kwa sababu hawakumjua, hawakuzipata njia zake. Kwa anaposhuka wanamkimbia, kwa sababu wamekuja kwa ajili ya hukumu, nao wamefanya makosa, na hawakusafishwa kwa damu ilikuwa inaachiliwa ya kwake, maana walidharau. Sijui kama naona idharau sasa.
Sijui kama umeshikamana na damu. Tumesema uzima wa milele huo kwa kumjua Mungu na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma. Yeye aliyemtuma unahitaji ujue. Sasa kumjua Yesu ni kujua kwamba damu yake imekusamehe dhambi. Ujue kuna msamaha wa dhambi katika Yesu Kristo. Kuna wokovu katika Yesu Kristo. Nje ya hapo ujue anakuja tena. Wakati anakuja haji kuimwaga damu yake, anakuja kukusanya ambao damu yake imetakasa. Lakini wao waliokataa utakaso waje hukumu tena, na hao ndio kabila za watu wanaambiwa watakuwa wakiomboleza, lakini jicho lao litamuona, watamuona, na ndipo watakapotambua kwamba huyu alikuwa Masihi, alikuwa ametumwa na Mungu na alikuwa na nguvu za Mungu, alikuwa amebeba damu yenye kutakasa, lakini hatukukaa ndani yake. Natamani ukae katika damu na usubirie kuja kwa Yesu Kristo katika wokovu, na uwe na tumaini kuu la namna hiyo. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Ni Alfa na Omega, mwanzo, hakuna tena kingine. Asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuwako Mwenyezi. Wewe ndiye Mungu anayekwambia kwamba tutamwabudu, mwenye majira na nyakati, mwenye mamlaka ya kuweza kubadilisha majira na nyakati, akabadilisha nyakati zako zikawa tofauti. Anaweza kuuzua falme na anaweza kuilikisha falme, na anasema akikusafisha kwa damu yake na kufanya kwa mfalme na kuhani. Huyu ni Mungu tunaye mwabudu, mwenye uwezo wa kutenda, mwenye uwezo wa kubadilisha majira na nyakati, mwenye uwezo wa kutubadilisha hata sisi. Natamani mwaka huu utembee na huyu Mungu, abadilishe mambo yako, abadilishe hatua zako, abadilishe mawazo yako, abadilishe fikra zako, ili kama ulikuwa umekusanya kilio ndani ya kifua chako kiachilie. Kwa sababu yamkini umekusanya kilio, lakini hukumwangalia Mungu anaweza kubadilisha majira na nyakati. Haukujua kwamba kwa damu yake unaweza kufanya mfalme na kuhani wakatawala haya yanayokutesa. Yaani haya inakuuliza, Mungu alikubadilisha na yatawala wewe. Umasikini unaokutesa akikubadilisha Mungu, unaobadilisha na unakusanya fedha na kusanya mali. Magonjwa yanakutesa, Mungu anabadilisha kwa mzima. Mauti ulikuwa tamani kuiendea, Mungu anaweza kubadilisha ukaishi milele. Una uzima wa milele. Hakuna ndani yake kitu kilicho kiharibifu. Kwake ni tumaini la uzima, kuishi uzima, kutawala kwa uzima, kwa nguvu na uweza miaka yote. Kuna tumaini sasa na tuna tumaini la miaka ijayo. Hatuishi tu ijayo. Tunaposema ni Mungu wa milele, tunaufurahia ulimwengu sasa na tunaufurahia ule ujao. Sijui kwa nini mpokee Mungu namna hii. Sijui kwa nini uungane na Mungu namna hii. Kwa nini mtukufu Mungu namna hii? Ni zaidi ya waganga, ni zaidi ya wachawi. Nimekuambia mchawi ataishia hapa. Mungu anakuponya sasa, anakubariki sasa, anakuinua sasa, anashughulika na vizazi vyako sasa, na milele yote utakaa milele. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamwabudu. Haleluya. Sasa neno la Mungu nasema katika Ayubu, haleluya, vai, haleluya, vai huko bali maisha, haleluya. Bwana apewe sifa sana. Ayubu 22:21, neno la kichwa nasema mjue sana Mungu ndiwe na amani, ndivyo mema yatakavyokuja. Mjue sana Mungu ndiwe na amani. Mimi nikijua Mungu anaweza kunipa ufahamu, nikijua Mungu ameendelea maisha ya milele, nikijua Mungu anaweza kubadilisha majira na nyakati, nikijua kwamba mamlaka yake, yani muda uko katika mamlaka ya Mungu. Yani muda, hakuna muda na shetani anaweza kanifungia mimi. Kwa akitoka hapa, akivuka pale, akamatwe, hayo majira hayatanikuta, kwa sababu majira na nyakati yako katika mamlaka ya Mungu, na mimi niko ndani ya Kristo. Nikimjua Mungu anayeokoa, nikamjua Mungu ambaye damu yake inanitakasa, kunifanya kwa mfalme na kuhani, nikijua Mungu kwamba ni Mungu anayeishi milele milele yote, na atakuja tena kwa ajili ya hukumu na kukomboa wale wote waliokufa katika Bwana. Sijui kwa nini nisikitike, sijui kwa nini nipoteze tumaini, sijui kwa nini niishi maisha ambayo ni ya shida. Haleluya. Naweza kuwaonyesha vitu vikatokea. Nataka tuombe kwa ajili ya mkono wako.
Amen. Wakati unafahamu angalau kwa kiasi, Mungu unaweza kumfundisha muda mrefu sana. Nikianza kufundisha mbingu, tukafundisha mbingu zilivyo na faida za mbingu, utatamani mtu leo. Paulo aliangalia hicho kitu akasema, mimi kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Huyu mtu alifahamu sana. Alifahamu nikifika kwa huyu ni starehe. Lakini kuna watu wamekumbatia dunia, unaona ndio mwisho. Yuko juu chini kupigania dunia, hata mkose Mungu kiasi gani ili ipate dunia. Lakini Paulo alisema kufa ni Kristo, kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Ni Kristo ninaishi ili nimtumikie Kristo, lakini nitakapokufa itakuwa ni faida sana kwangu. Ukifikia imani hiyo, sijui utatishiwa nini, sijui shetani atakutishia nini. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Kwa mema hayaji kwa sababu unaomba sana. Mema hayaji kwa sababu unaomba sana. Mema huwa yanakuja kwa sababu unamjua Mungu na unakuwa na amani. Unaelewana? Na mtu yote anayemjua Mungu wala mtafakari. Na nataka nikwambie kumtafakari Mungu ndio kuomba. Haleluya. Ile ni tafakari huwa Mungu. Kwa hiyo unaomba. Kama unaomba bila kumtafakari Mungu, basi unaomba. Sasa ninataka kuna andiko moja ambalo nataka tulisome la kuombea mikoa. Naombea mikoa. Amina. Mungu akikupa mamlaka ya kifalme, huwa anabariki mkono wako. Na mkono wako unakuwa unatiisha. Sasa unaweza kama mkono huu na mkono wa rohoni. Nataka tusome kwanza, angalia Mungu kwamba kila mtu amemweka katika mkono wake. Katika kitabu cha Danieli 5:23, kile kitabu cha nabii Daniel sura ya 5 mstari wa 23, Mungu anataka kuambia pamoja na kujiinua kwako kote na miungu yote na yabudu, hizi zote unazofanya, matambiko yote unaofanya, rushwa zote, ufisadi wote unaofanya, mauaji chochote unachofanya, umejificha huko hadharani, umemkashifu Mungu, bado uko mkononi mwa Mungu. Yaani bado haujatoka mkononi mwake. Hakuna mwanadamu utatoka mkononi mwa Mungu. Yaani maanake anakuambia hakuna utakaokimbilia. Niko na wewe, unaimba na kuona. Anasema bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu. Unapo umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, usijiinue. Nao umevileta vyombo vya nyumba yake. Nao umevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako. Wende mkaneza baada ya kuteka taifa la Israeli, na kuwa sasa amewakamata, ameteka mpaka madhabahu, vyombo vya madhabahuni ameleta mpaka kwenye nyumba yake ya miungu yake Wakaldai ya Babeli. Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yake. Na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea, nao umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba. Watu wamesifu ilizi na vitu vyote vilivyovaa viunoni, na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona au Mungu wasioona wala kusikia wala kujua neno la lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako ili mkononi mwake na njia zako zote ni zake kumtukuza. Mungu bado anaendelea kutaja njia. Na Mungu yule ambaye pumzi yako ili mkononi mwake kumtukuza. Umesifu hiyo miungu, lakini Mungu ambaye pumzi yako, sema pumzi yangu, sema pumzi yangu ili mkononi mwa Mungu. Kwa hiyo haya yote anayafanya Mungu anamwangalia, lakini pumzi yake iko mkononi mwake. Kwa hiyo Mungu akifanya hivyo, pumzi imeisha. Kwa maana yake kama pumzi yako iko mkononi mwa Mungu, hakuna lolote ulionalo. Huko unapokimbia unaenda, Mungu anakuangalia, uko mkononi mwako, hautoroki.
Nataka nikwambie hakuna atakayetoroka kwa Mungu. Huu mkononi mwake, pumzi yako iko mkononi mwake na umtukuze. Sasa Mungu anaonya, anasema ambaye pumzi yako iko mkononi mwake na njia zako zote ni zake, umtukuze. Njia zako zote ni zake. Yaani uko unapokwenda unakanyaga miguu na wao unaenda wapi? Anakwambia huku unatembea kwenye kiganja cha Mungu. Kwenye fadhali rudi usujudie Mungu ambaye yeye ndiye anayeweza, kutenda mambo makuu. Haleluya. Kuna kitu alipendea Nebukadneza pamoja na haya yote, yeye ndiye alimpa nguvu. Ambayo yeye anataka tuombe, tunaona katika hiyo kuomba. Mungu pia anaweka uwezo wa kumiliki na kutawala mkononi mwetu. Amina. Nataka tuombe aweke tawala na kumiliki mkononi mwetu. Danieli 2 sura 37, hapo ndio tunasimamia katika maombi. Tunamjua Mungu alivyo na nguvu, tunajua anachoweza kututendea. Kitabu kile cha Daniel sura ya 2 mstari wa 37. Mstari wa 37 mpaka mstari wa 38. Danieli sura ya 2 mstari wa 37 mpaka mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, wewe mfalme, mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uweza na nguvu na utukufu. Hii baada ya kuota ndoto. Sasa Danieli anamfunulia ile ndoto kwamba ni mfalme wa wafalme. Wakati Nebukadneza hakuna mfalme kama yeye, na Mungu anampa hizo nguvu za kutawala wafalme wote. Anasema, wewe mfalme, mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama, yaani kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani, amewatia mkononi mwako. Yeye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Kwa baada ya kuona ile ndoto, alikuona kile kitu cha dhahabu, aliona kitu sanamu, alikuwa ameinuka kitu cha dhahabu, alafu akatafuta kutafsiriwa maana yake. Kwa hiyo kabla ufalme wake haujaangushwa, anaambiwa wewe mfalme wa wafalme na Mungu amekupa nguvu na utukufu. Alafu anakwambia Mungu amekupa, nasema Mungu amekupa uwezo na nguvu na utukufu. Anasema na kila mahali wakaapo wanadamu. Sasa kila mahali wanapokaa wanadamu, Mungu akikutia akakupa. Anasema wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako. Sema mkononi mwako. Sasa Nebukadneza hao wote, kitu kisha kwa mkononi mwako. Nijifunza kwamba kitu kisha kwa mkononi mwako ni kama umekipiga roho, si ndio? Ni kama tulisikia kwamba pumzi ya kila mtu kwa mkononi, maana yake unaamrisha vitu vinatendeka, si ndio? Nikisha kukaba mkononi huwezi kutoka. Mimi ndiye kuamrisha kaa chini, wewe huwezi kutoka, nimekukaba, ndio? Kwa hiyo kisha kwa mkononi maana yake nina mamlaka na wewe. Sasa maana kila wanapokaa wanadamu wameweka chini ya mkono wake. Sasa sio mkono wa Nebukadneza ulikuwa mkubwa kiasi gani? Lakini nataka nikwambie si mkono wa mwili, bali mkono wa roho. Ndio nikwambie mamlaka iko katika mkono wa Mungu. Nyakati hizo, majina hayo, mamlaka ya Mungu ilikuwa imewakataa Israeli kwa sababu ya dhambi zao. Akawa ameinua mamlaka nyingine kwa Kaldaya Nebukadneza, kwamba sasa aweze kuitawala pia Israeli, itawala ulimwengu wote, kila mahali wakaapo wanadamu, kwamba Nebukadneza alikuwa anatawala.
Sasa huyu mtu kila mahali panapokawa na damu na tawala, ujue na mwingine alikuwa anatoa. Akitoa amri yoyote unaweza kutenda. Unataka utawala kila sehemu ilipokawa na damu. Unafanya biashara, unataka kila mwanadamu akae katika eneo hilo utawale. Maanake kila mtu anayehusika kununua mtawale. Unajua maanake mfalme akiamrisha leteni, huyo analetewa, si ndio? Ukimiliki biashara yako katika eneo unalofanya, alafu Mungu akaweka mkono wake, akaweka watu mikononi mwako, watu wa eneo akaweka mkononi mwako, biashara yote unayofanya watakuja kununua. Watu bado hawajanielewa. Akasema akaweka nguvu na utukufu, na kila mahali hapo wanadamu akaweka mikononi mwake. Haijalishi kuna mchawi kiasi gani ameweka mkononi mwako. Haijalishi kuna mganga kiasi gani ameweka chini ya mkono wako. Kwa sababu Mungu anakupa ufalme. Akisha achilia nguvu ya namna hii, kila chochote alipo mwanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani waweka chini ya mkono wako. Maanake mkono wako una nguvu. Natamani mkono wako una nguvu mwaka huu, ukakamata yaliyo ya kwako kwa nguvu hiyo na kukaneza iweze kuutawala ulimwengu. Natamani utawale maisha yako mwaka huu, utawale maisha yako Januari hii, utawale mipango yako Januari hii, utawale hatua zako Januari hii, ukatawale kila kitu ambacho kinachiwa katika maisha yako mwaka huu. Kwa mkono wako una nguvu, ukaikamate kazi yako na kila anayehusika katika kazi yako, mwanadamu ni ndege yoyote, ukikamate. Maanake ni kwamba hakuna atakayetolewa kafara kwa ajili yako. Wakitoa mnyama, huyo mnyama yuko chini ya mkono wako. Wakitoa kafara mwanadamu, mwanadamu yake, Mungu amesema kwa ufalme wake amemweka huyo mwanadamu chini ya mkono wako. Kwa hiyo hakuna damu yake itainuka juu yako. Maanake hakuna damu yoyote itakayotolewa mwanadamu. Damu itakayofanya kazi kwenye maisha yako ya Yesu pekee yake. Mwanadamu mwingine yeyote damu yake iko chini yako, ambaye mwanadamu kila mahali chini ya mkono wako. Wewe mfalme wa Mungu anakuinulia. Ni mfalme wa Mungu anakuinulia. Utafanya biashara damu kwa thamani ya Yesu. Damu mwanadamu mwenyewe ameweka mikononi mwako. Natamani mikono yetu iweke namna hiyo. Watu, vitu, mamlaka zote hapa kwa jina la Yesu Kristo. Maana tunaenda kutenda mambo makubwa mwaka huu. Ukatiishe, maana miungu mingine inatumia vitu. Ikiwa kuna mganga kienyeji ambao miungu inataka kutumia, ule mwanadamu iko chini. Ukisikia kuna mganga anamtumikia shetani, ni nani huyo? Ni mwanadamu. Mungu amekupa nguvu na utukufu uko juu yako. Maana huyu mwanadamu yuko wapi? Chini yake. Akiita miungu yake inakuja kwake, anakuta yuko mkono wako uko chini yake. Nataka nikwambie, hakuna neno mwanadamu atatamka la kinyume na wewe itafanyika. Shetani hatatumia kinywa cha yeyote kuharibu hatua zako. Kwa kila mwanadamu kinywa chake kiko chini ya mkono wako. Mkono wako ukikamata, manake unatiisha. Akifurukuta ni kwa kulia. Ulishasikia mtu amekawa roba hapo anasema wewe nitakutandika. Akikawa anasema chukua. Simu kwa kia kwa kwenye mfuko huu chukua. Kwa nini? Yuko mkononi. Haleluya. Mungu naomba tuko ufalme na Shetani anatumia watu na Mungu anatumia watu. Nimekutajia Mungu wetu ni Mungu mkuu na mkono wake ni mkuu. Nimekwambia nguvu ya kila mtu iko mkononi mwake, na hao watu ndio wamekupa, ameweka tena kwa nguvu hiyo chini ya mkono wako, kwa sababu anakusudia na wewe. Kwa hiyo hakuna mamlaka nyingine inafanya kazi katika maisha yako. Ikiwa niweka hiyo kwa Nebukadneza ambaye alikuwa ni Kaldayo, mtu wa Babeli, anaweza kuiweka nguvu kuu sana kwako wewe ulio wapake, ukatawala na kila mtu kinacho mkono wako. Mambo hautalia kwa wachawi, hautalia kwa ajili ya waganga, hautalia kwa wanaokulaumu, hautalia kwa wanaokudhulumu. Maana hao ni watu Mungu amekupa mamlaka. Tiisha akili zao, tiisha fahamu zao, tiisha hatua zao, tiisha mienendo yao. Nataka mtu asimame aseme Yesu unaweza. Sema Yesu unaweza. Ufalme wako ni mkuu. Ufalme wako ni mkuu. Wewe ni Mungu wa mambo makuu. Wewe ni Mungu wa matendo makuu. Mungu wa uweza mkuu. Ndege wa angani, ndege wa angani, wanyama wa kondeni, mwanadamu wa kila mahali waweza
ya mkono wangu, chini ya mkono wangu, chini ya mkono wangu, chini ya mkono wangu. Awe ni mganga, awe ni mchawi, awe ni mchawi, awe ni mchawi, awe ni mganga, awe ni mtambikaji, awe ni mnena mabaya, awe ni maagiza mabaya, kinywa chake kiko chini ya mkono wako, kwa nguvu ya ufalme wako, kwa nguvu ya ufalme wako, na kwa nguvu ya utukufu wako ambao unaiachilia katika maisha yako. Yesu ninakuamini, Yesu ninakuamini. Wewe ni Bwana. Yes, natamani tuimbe tena wimbo. Nimeimba kitu sana, kama tuimbe kitu ya watu taifa. Ukiwa unamaanisha sana wewe ni Bwana. Ufalme upindika wewe. Akikupa ufalme hakuna mwanadamu mwingine anainuka juu yako. Hakuna kiumbe kingine kinainuka juu yako.